Hayawi sasa yamekuwa ndani ya klabu ya Simba mara baada ya kupatiwa katiba mpya ambapo imetoka kwa msajili wa vyama vya michezo nchini kwa maana ya Abel Matias. Hivi karibuni klabu ya Simba itakwenda kubadilika katika mfumo wa uendeshaji wake. Tutakwenda kuangazia masuala mazima ya katiba mpya ya Simba, itakwenda kulenga nini na nini. Hii ni The Golden Boot, jina langu ni Leopard John, niko hapa na Mdachi Ali Omari kwenda kukupisha juu ya yale yote ambayo yametokea kuhusiana na katiba mpya ya Simba. Mdachi, Simba moja kwa moja katiba mpya ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa muda mrefu hatimaye imekamilika. Hii inaashiria nini kwanza kwa upande wa Simba? Kwanza kwa upande wa Simba wamekwenda kufanya mabadiliko ambayo yamekuwa yakipigiwa kelele tangu muda mrefu. Maana Simba katika swala la kufanya mabadiliko kwenye uongozi wamekuwa wakipigiwa kelele sana kutoka kwa mashabiki, lakini pia hata wadau wa michezo wamekuwa wakizungumza kwamba kwa nini Simba bado kwa muda mrefu bado wapo kwenye uongozi wa namna mfumo wa zamani ambao umepita. Kwa nini wasibadilike waje kwenye uongozi wa vilabu vingine? Kwa hivyo ni kama wamesikia na wamefanyia kazi, ndio maana wamekwenda kubadilisha na kuingia kwenye mfumo ambao vilabu vya kisasa vinatumia mfumo huo katika kufanya uendeshaji wa masuala ya kisoka pia na kwenye uongozi wa timu. Yeah, of course kwenye katiba mpya moja kati ya kitu ambacho kimeonekana kubadilika kwanza ni kufahamisha umma hakutakuwa na mdhamini, kwa maana katiba mpya haimtambui mdhamini mmoja, inawatambua wadhamini, kwa maana mdhamini mmoja na kuendelea. Hii kwa upande wa Simba itakuwa ina faida gani hasa ikiwa katiba inaruhusu kuweza kuwa na wadhamini zaidi ya mmoja? Hapo maana yake Simba sasa wamefungua milango maana kwa wadhamini wengine, kama wameshasema katika katiba yao kwamba hakutakuwa na mdhamini mmoja. Maana yake wanafungua milango kwa makampuni mengine ama taasisi nyingine ambayo inahitaji kufanya uwekezaji kwenye klabu ya Simba waweze kuja na kufanya uwekezaji kwenye klabu yao, na hii inaweza ikawasaidia wao kama Simba kwenye upande wa kifedha ama upande wa kiuendeshaji wa timu, kwenye upande wa kutoa fedha. Unapokuwa na mdhamini zaidi ya mmoja, maana yake klabu yako kuna namna inasogea mbele kwa kuwa na zile facilities zote ambazo zinazihitaji, wana uwezo wa kuzipata. Kwa hiyo Simba wanafungua milango hapo. Makampuni ya ndani na nje yanatakiwa sasa kukuna kichwa kwamba kuna nafasi ipo pale Simba inaonekana ya kwenda kuwekeza. Kwa ni namna ambavyo makampuni yatajichuna kwenda kutumia nafasi ambayo Simba wameifanya baada ya kufanya mabadiliko ya katiba yao kama timu na kama klabu na taasisi ambayo ni kubwa kwa sasa. Yeah, binafsi yako ni kama vile Mohamed Dewji nafasi yake ndani ya Simba inakwenda kupotea hivi. Binafsi yako unaliona hili? Yeah, inawezekana kwa sababu katika kipindi cha nyuma kumekuwa zikipigwa kelele nyingi sana kwamba Simba Mohamed Dewji ndiye mwekezaji na yupo katika bodi yake na asilimia 49 na asilimia kubwa. Kwa hivyo kwa sasa inawezekana zile asilimia 49 ambazo watakuwa wadhamini watatu zikagawanywa kwa wadhamini watatu. Kwa hiyo automatically hapo Mohamed Dewji kwa upande wake kama mwekezaji kuna namna kama ile nguvu itapungua, kwa sababu tayari asilimia zake zitashuka kutoka zilizokuwa mwanzo zitakwenda kupungua zaidi kulingana na katiba ya Simba inavyozungumza. Ndio. Tangu mwaka 2018 klabu ya Simba ikiwa chini ya mwenyekiti Ismail Alhaji Aden Rage haikuweza kusajili wanachama wapya. Tuzungumzie katika yengo ya wanachama, katiba mpya inakwenda kuwa favor vipi wanachama wa klabu ya Simba? Katiba mpya kwanza inakwenda kuwafavor mashabiki kama ulivyozungumza, kwa sababu katika kutoka mwaka 2018 bado walikuwa wasajili wanachama ama hawajaongeza idadi ya wanachama kulingana na katiba inavyozungumza. Lakini kwa sasa kwa kuwa wameingia katika mfumo ambao vilabu vingine vya kisasa vinaelekea kwa transformation way ya hiyo inahusisha na mashabiki ambao wanakuwa wamesajiliwa, lakini pia hata viongozi. Kwa hivyo inawezekana ikawa ni faida kwa mashabiki wa Simba ambao walikuwa wanahitaji nafasi ya kupata kadi za wanachama, kwenda kutumia nafasi hii kupata kadi za wanachama baada ya kusubiri kwa kipindi kirefu. Na wao kama Simba baada ya kufanya hii transformation inawezekana wakapata faida, kwa sababu mashabiki wanapoingia ama wanapojisajili huwa wanafanya kazi ya kulipia, yani kulipa kwa klabu kadi za wanachama wanazilipia. Kwa hiyo hata klabu inawezekana ikaongeza mapato kutoka kwa mashabiki, kwa sababu wataongeza namba za mashabiki baada ya kuwasajili kwenye mfumo rasmi ambao unatambulika na mashirikisho ya soka, lakini pia na kamati mbalimbali za kimichezo Tanzania. Na tuangalie Simba anakwenda kunufaika vipi sasa na uwepo wa katiba mpya ndani ya klabu yao, kwa maana kuwa na katiba
Hii ndio tunasema kwamba ndio mwongozo wa mwenendo mzima wa klabu, kwa maana viongozi na watu wengine watakuwa wanaifuata ile katiba, hata pia wadhamini. Simba inakwenda kunufaika wapi hasa mara baada ya kuwa na katiba mpya? Katiba mpya kwanza inainufaisha Simba katika maeneo mawili kama si matatu. Kwanza ni kwenye eneo la kifedha ambapo tumezungumza kwamba inawezekana wakati huu wakafungua milango kwa wadhamini kuja kwenye club. Financial muscles zinaweza kaongezewa kwenye club. Lakini pia hata kwa upande wa mashabiki wanawezekana wakawa wanapunguza pressure ile kutoka kwa mashabiki. Sababu katika kipindi kirefu hichi ambacho tumezungumza toka 2018 mashabiki ambao wamekuwa wakihitaji kusajiliwa kwenye mfumo rasmi, kwa maana wanachama wamekuwa wakipiga kelele kwamba tunahitaji transformation. Lakini hata katika wiki moja au siku 3 nyuma zilizopita Mohamed Dewji pia naye alicomment kwamba swala la transformation limefikia wapi. Kwa hivyo Simba wanakwenda kunufaika, lakini pia wao kama klabu sasa wanaingia kwenye mfumo ambao vilabu ambavyo vinahitaji kuwa vikubwa vinafanya hivi. Sasa Simba katiba mpya amepata, lakini stories zimekuwa nyingi na watu wengi wakisema kwa nini swala hili la kupata katiba mpya limekamilika siku chache tu mara baada ya Mheshimiwa Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda kutoa kauli, ndo shughuli hilo limeshughulikiwa kwa haraka zaidi. Pengine watu ambao wanahoji hivi, pengine shida ilikuwa nini, au kulikuwa kuna tatizo lolote Mheshimiwa Waziri kupeleka hiyo hoja na kuwahukumu, na ndio maana tumeona lifanyike kwa haraka? Kwanza swala la Simba kufanya transformation nafikiri ilianza hata katika mkutano wao mkuu waliofanya mwaka huu. Mashabiki pia walikuwa wanahitaji transformation. Inawezekana klabu ya Simba ilikuwa kwenye mchakato wa kufanya transformations. Lakini pia hata swala la Mheshimiwa Waziri kuzungumza kwamba Simba wanatakiwa wafanye transformation, waje katika mfumo ambao wanatambulika. Ni yeye ni kiongozi katika sekta hiyo ya michezo na kwenye wizara husika. Kwa hiyo ni kama alikuwa anafikisha taarifa kwa vilabu ambavyo namna ambavyo wanahitaji uongozi wa katika hizi taasisi, kwa sababu Simba watambulika kama taasisi. Kwa taasisi huwa zinaenda kwa mfumo wa kiuongozi. Kwa hivyo ni yeye alikuwa anakumbusha kwamba tunahitaji klabu ya Simba iweze kufanya transformation ili iweze kuwa kama vilabu vingine na kufuata muongozo ambao upo katika sekta ya michezo katika nchi ya Tanzania. Ya mtazamaji wa Anwar TV, moja kati ya kitu ambacho utaendelea kukipata hapa ni uchambuzi uliotukuka. Huyo ni Mdachi Ali Omari akizungumza juu ya faida ambazo zitaweza kupatikana katika klabu ya Simba mara baada ya kuwepo kwa katiba mpya. Moja ya klabu ambazo 51% za umiliki ziko kwa wanachama. Kwa hiyo unaona wanachama mchango wao ukoje ndani ya klabu ya Simba. Tumefikia tamati hii leo ndani ya The Golden Boot. Jina langu leo John, nilikuwa hapa na Mdachi Ali Omari. Hadi wakati mwingine, usisahau kusubscribe lakini pia kucomment kwenye channel yetu ya YouTube. Asante, hadi wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.